Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Irani jana Jumamosi, Novemba 15 mwaka 2025 lilithibitisha kukamata meli ya mafuta katika mlango wa bahari ya Hormuz siku ya Ijumaa, hatua ambayo imezua mjadala mpya kuhusu usalama wa safari za baharini katika eneo hilo nyeti. Meli hiyo Talara ilikuwa ikipeperusha bendera ya visiwa vya Marshall na ilipatikana ikisafiri kutoka Falme za Kiarabu kuelekea Singapore kabla ya kushikiliwa na maafisa wa Irani. Mlango wa bahari ya Hormuz, ambao hutumiwa na sehemu kubwa ya usafirishaji wa mafuta duniani, mara kwa mara umekuwa kitovu cha mivutano ya kisiasa na kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa za IRGC, meli hiyo ilikutwa ikikiuka sheria kwa kubeba mizigo isiyoruhusiwa, ingawa mamlaka hizo hazikutoa ufafanuzi wa kina kuhusu aina ya ukiukwaji uliodaiwa kufanywa. Na hata hivyo, ripoti huru zimebainisha kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba kwa kiwango kikubwa gesi ya sulfur, bidhaa inayohitaji uangalizi maalum na vibali halali kutokana na hatari inaweza kusababisha kimazingira na kiafya. Kutokuwepo kwa maelezo ya ziada kutoka Irani kumeibua maswali juu ya sababu halisi za kukamatwa kwa meli hiyo. Eneo la Ghuba ya Uajemi na hasa mlango wa bahari ya Hormuz limekuwa likishuhudia matukio ya kukamatwa kwa meli mara kwa mara katika miaka hivi karibuni. Irani imekuwa ikidai kuwa hatua hizo ni sehemu ya juhudi zake za kukabiliana na biashara haramu, magendo na ukiukwaji wa sheria za baharini. Na hata hivyo, mataifa ya Magharibi na washirika wake mara nyingi hutafsiri matukio hayo kama juhudi za kisiasa za Irani kutumia njia za usafirishaji kama chombo cha kushinikiza masuala ya kidiplomasia. Kukamatwa kwa meli hiyo kunatarajiwa kuongeza msukosuko katika masoko ya kimataifa ya nishati, kwani njia ya Hormuz ndio hupitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa inayouzwa ulimwenguni. Wafanyabiashara na wachambuzi wa masoko wanaonya kuwa matukio kama haya yanaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na hofu ya kutokea kwa ucheleweshaji wa safari au kupungua kwa usalama wa kusafirisha bidhaa hizo. Hali hii inaweza pia kuathiri kampeni ya kimataifa ya kuhakikisha uhuru wa usafiri wa baharini. Hadi sasa hakuna taarifa kuhusu hatua zinazofuata baada ya kukamatwa kwa meli hiyo wala hatima ya wafanyakazi waliokuwa ndani ya meli hiyo. Mashirika ya kimataifa ya usafirishaji yametoa wito kwa Irani kutoa taarifa kamili kuruhusu uchunguzi kuhusu mazingira yaliyopelekea kuikamata meli hiyo. Tukio hili linaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mataifa mbalimbali kwa kuzingatia athari zake kwa usalama wa baharini, diplomasia ya kimataifa na udhabiti wa usafirishaji wa nishati duniani.